Katika mafunzo ya wasimamizi wakuu wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo wa wapiga kura leo tarehe 26 ya mwezi wa 10 2025, watakiwa kusoma katiba, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali yatakayotolewa na tume ili kuzingatia mafunzo waliopewa katika utekelezaji wa jukumu la uchaguzi. Ameyazungumza hayo Constantino Francis Msemwa, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ngara, ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika mafunzo hayo kuelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Napenda kusisitiza yafuatayo. Mosi, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayoendelea kutolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi ya uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili muhimu. 2. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. 3. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopitia. 4. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituoni. 5. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika, yaani saa 1 kamili asubuhi kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa 2 asubuhi kwa vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo. Jambo la 6 ni kwamba ninyi ndiyo watendaji mnaokutana na wapiga kura. Hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. Baadhi ya wasimamizi wakuu wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo nao pia wamelizungumzia swala hilo kwa kina zaidi. Kwa majina naitwa Paulo Amosi Kilatungwa, ni msimamizi msaidizi wa kituo cha kupigia kura kutokea kata ya Mlukurazo, Ngara, Kagera, Tanzania. Tupo hapa katika shule ya sekondari ya Ngara mjini katika semina ya muda wa siku 2 kwa ajili ya mafunzo ya namna ya kusimamia upigaji kura katika vituo vya kupigia kura. Yapo mafunzo na maelekezo mbalimbali. Hasa tumefunzwa kwamba mpiga kura anayo haki ya kuheshimiwa na kuelekezwa kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania kwa kufuata mwongozo na kanuni za upigaji kura. Lakini hasa tumeelekezwa kwamba yule mtu ambaye ni mpiga kura aheshimiwe na maamuzi yake ni siri, lakini pia sisi wasimamizi tunapaswa kuzingatia maamuzi ya mpiga kura, tusimfanyie maamuzi na tutunze na kuheshimu viapo vyetu sisi kama wasimamizi wa kupiga kura. Mimi kama msimamizi msaidizi wa kituo cha kupiga kura, kazi yangu ni kutoa maelekezo kwa wale watu ambao wanaokuja wakiwa na mahitaji maalum, lakini pengine kuna watu ambao unakuta ni kweli anauelewa lakini bado ndani yake hajapata maelekezo ya kutosha katika kituo cha kupigia kura. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana mahitaji maalum kama hao watu ambao wana shida ya kuona lakini wana uwezo wa kusikia, manake kazi yangu ni kuwasomea maelekezo yale kutoka kwenye
nyaraka zilizobandikwa kwenye kituo cha kupigia kura na kuhakikisha kwamba yule ni mpiga kura halisi ambaye amefika kwenye kituo husika cha kupiga kura. Tarehe 29 wananchi wategemee mwitikio chanya na ushirikiano chanya kutoka kwetu sisi kama wasimamizi. Wategemee ushirikiano wa hali ya juu, na hasa tumejikita kuhamasisha wasiogope, waje. Tutawapa ushirikiano wa kutosha, tutahakikisha haki yao ya kupiga kura kama katiba inavyoelekeza ya Tanzania inazingatiwa pasipo kuvunja sheria. Kwa kila atakayefika atapewa haki hiyo ya kupiga kura na kuchagua kiongozi anayemtaka. Naitwa Geoffrey Luta Samson. Kwa sasa ni mwajiri wa Tume ya Uchaguzi kama msimamizi wa kituo cha kupigia kura mwaka huu 2025. Kama tunaenda sambamba kabisa na kama kauli yetu inavyosema ya uchaguzi kwamba kura yako haki yako, basi tujitokeze Oktoba 29 kupiga kura. Kimsingi siku ya leo mpaka kufikia muda huu tunaishukuru sana tume yetu ya uchaguzi kwa namna ambavyo imejitoa asilimia kubwa sana kutoa mafunzo kwa wasaidizi wake au ambao siku hii ya leo wanajiandaa kusimamia zoezi zima la uchaguzi mkuu litatarajiwa kufanyika hapo tarehe 29 Oktoba. Kimsingi tunashukuru sana kwa mafunzo tunaendelea kupata. Ni mafunzo ambayo yanatujenga kiuelewa, yanatupa mwanga wa kujua ni namna gani tunatakiwa tuendeshe zoezi la uchaguzi kwa niaba ya tume ya uchaguzi, ili kuhakikisha kwamba kile ambacho kimetarajiwa kufanywa na tume ya uchaguzi, kwa maana ya kwamba kutoa haki ya msingi, kutoa nafasi ya msingi kwa wananchi kupiga kura kumchagua kiongozi wanayemtaka, shughuli hiyo inafanyika kwa ustaarabu mzuri, lakini kwa namna ambayo kimsingi inaleta ile logic ama ile hali ya kuwa na haki katika uchaguzi mkuu. Na kimsingi tunaendelea kushukuru tume ya uchaguzi kwa kuwa inasimamia zoezi hili kwa kusimamia sheria na kanuni mbalimbali zinazoongoza tume huru ya uchaguzi katika kusimamia uchaguzi mkuu huu ambao tunakwenda kufanya Oktoba 29. Kwa hivyo la yetu tunawaomba wananchi wote, hasa wale waliojiandikisha kupiga kura Oktoba 29 kujitokeza kwa wingi, kwani hii ni haki yao ya msingi, haki ya kikatiba kama ambavyo sheria imetuelekeza kwamba binadamu wote, na hasa tuzungumzia wananchi wa Tanzania kwamba tuna haki sawa kama tulivyoelezea kwenye ibara ya 12 hapo, ibara ya 13, wote ni sawa mbele ya sheria. Kwa misingi hiyo ya kisheria na kwa kuzingatia sheria kadhaa za tume ya uchaguzi, basi tunaalikwa wote kushiriki zoezi hili muhimu kabisa kwa nchi yetu na taifa yetu, kumchagua kiongozi anayetakiwa na wananchi kwa mujibu wa sheria na kama kanuni mbalimbali za uchaguzi zinavyotongoza. Naam, hapa ni katika viunga vya Ngara Sekondari, sehemu ambayo yanafanyikia mafunzo ya wasimamizi wakuu na wasimamizi wasaidizi wa wapiga kura, tukio ambalo linakuja kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025, tukio ambalo litaamua nani ambaye atakuwa ni rais wa nchi na wabunge pia na madiwani. Na hapa ndiyo sehemu ambayo wameweza kujifunza na kuelekeza ni jinsi gani ama ni misingi ipi ambayo wataweza kuifuata katika kuwasimamia wapiga kura siku hiyo ya tarehe 29. Nikiripoti kutoka hapa Ngara, mimi ni Josephat